Mungu alinizungumzia. Sasa kuzungumza mambo mengi sana kuhusu upande huo jamani, kwa sababu we have to be very careful because in the church we have all affiliations. But I want to say this: if the church, if we that we are believers, if the intercessors, wale ambao tunamtafuta Mungu, kama tunaweza mtafuta Mungu kabisa, tumulilie Mungu. Kumbuka Mungu alituagiza tuwe tunafunga kila mwezi siku ngapi? 3. Na Fridays ikiwezekana. Na tutaendelea hivyo kumulilia Mungu hadi taifa letu lipone. Lakini kile ambacho ninajua, Mungu anaweza kubadilisha siasa za taifa letu. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo mfalme akaota vibaya. Akaota huo mti umekatwa na amepewa mawazo ya mnyama. Na Danieli yeye hakutishwa. Danieli alikuwa anaeleza mawazo ya Mungu. Hakuogopa, alikuwa nabii wa kweli. Unajua wengine wetu Mungu anaweza akatuzungumzia, lakini uogope kuambia mtu kile Mungu amekuzungumzia. Kama Mungu amekuzungumzia hatari ya mtu, usiogope kumwambia huyo mtu. Mwambie. Bwana asifiwe. Mungu akizungumzia one of us being in a very serious danger, I will call you and tell you this is what God has spoken to me. Sitaibadilisha. Ili ukiwa kwa hatari, iwe wewe mwenyewe ndio umekosa kusimama katika nafasi yako. And so what happened? The fulfillment. Let us go to verses 28, the fulfillment of that bad dream. All this happened to King Nebuchadnezzar 12 months later, as the king was walking on the roof of the royal palace of Babylon. He said, "Is not this the great Babylon I have built as the royal residence?" Kiburi. Mtu wa kiburi anasema mimi ndio nimefanya. Jamani, Mungu akikusaidia, sema Mungu amekusaidia. Na Mungu ndiye anayetusaidia. Hallelujah. We can do nothing without the help of God. I have built as the royal residence by my mighty power and for the glory of mine. So it is my. Hakuna mahali ambapo Mungu anatajwa for my majesty. Even as the words were on his lips, a voice came from heaven. This is what is decreed for you. Now we are seeing the fulfillment of the dream that King got. Because sababu ya muda. Lakini wakati ambao Danieli alimtafsiria mfalme Nebukadneza, alimuomba, akamwambia mfalme, jamani tu kama unaweza ukanyenyekea, tuone kama Mungu anaweza akabadilisha haya mambo mabaya ambayo wamezungumza kuhusu. Kwa sababu mfalme Nebukadneza ilikuwa ale nyasi kwa miaka 7, awe kama mnyama. Lakini yeye he did not hearken to the warnings of God. Remember I said, wakati watu ambao hawamjui Mungu wanaota sana Mungu huwa anawaonya. So mfalme Nebukadneza anajigamba na neno la Mungu likakuja kwake na likasema hivi, even as the word were on his lips, a voice came from heaven. This is what is decreed for you, King Nebuchadnezzar. Your royal authority has been taken from you. You will be driven away from people and will live with the wild animals. You will eat grass like the ox. 7 times, 7 years alikula nyasi kwa sababu ya kiburi, na Mungu amemuonya na hakukubali. 7 times will pass by you until you acknowledge that the Most High is sovereign over all kingdoms on earth and gives them to anyone who wishes. Immediately, what had been said about Nebuchadnezzar was fulfilled. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. So tumeona ndoto. Bwana asifiwe. Tumeona ndoto ni za watu wote, lakini sana watu wao wakati wanapoota Mungu huwaonya. Na hata sisi wakati ambao hatutembei na Mungu, Mungu akikuonyesha hatari. Na wewe kitu Mungu tu anatuzungumzia. Mungu anakupatia kasiri. Unaona hatari, unapuuza tu. Nataka kusema watu wa Mungu, mambo ya Mungu. Mungu hana shida na kubariki watu. Mungu hana shida na kujibu maombi ya watu. Tuna nafasi yetu. Hallelujah. Can you tell your neighbor, God has no problem doing anything to you? Yes, whatever it is you mentioned. What is that challenge? God doesn't have any problem. Bwana asifiwe.
Mungu kukufanyia chochote? Si Biblia inasema katika Hagai 2 mstari wa 8, fedha na dhahabu ni zake. Haleluya. Ni nini ambacho Mungu hawezi akafanyia watoto wake? Lakini wengi wetu hatutakaki kulipa gharama. Hatutaki kulipa gharama. And so when you dream, especially if you're born again over danger, make sure you quickly work on it and adhere to the warnings. Now let me give you principle number 8. Principle number 8. Sina wakati. Dakika chache. Principle number 8. Principle number 8. Prophetic voices or prophetic dreams, visions, and many other forms of God speaking do not override the need to live by faith. This is very important. Na kwa sababu ninamalizia mafundisho haya, sikuwa nataka niache watu wakiwa kwa hyper za ndoto kwamba ni kama Mungu ana njia nyingine ya kuzungumzia watu. No, lazima niwateremshe chini kidogo. Haleluya. Ndoto ni nzuri. Haleluya. Maana ni mazuri. Lakini sitaki tugeuze kanisa hili iwe Mungu kama hata nena kupitia ndoto hakuna njia nyingine. No. Let me repeat this principle. It is very important. Prophetic dreams or visions do not override the need to live by faith. They do not override the need to live by faith. Faith is paramount. At the end of the day, we must live by faith. We must walk by faith. The Bible says in the book of 2 Corinthians 5:7, wacha tusome. 2 Corinthians 5:7. 2 Corinthians chapter 5. Wacha tuanze mstari wa 6. Therefore, we are always confident and know, and I want to underline the word confident, because later on we will see the word faith. Therefore, we are always confident and know that as long as we are at home in the body, we are away from the Lord. For we live by faith, not by sight. We are confident. Again, the word confident is repeated. I say, and would prefer to be away from the body at home with the Lord. So we make it our goal to please Him. Bwana asifiwe. Biblia hapa inazungumza tunatembea kwa imani, sio kwa kuona. Kwa hiyo imani ina nafasi yake. Bwana asifiwe. Amen. Hata kama Mungu atatunenea kupitia ndoto na kupitia maono, imani ina nafasi yake. Na Mungu huzungumza nasi hadi kupitia imani, kupitia neno lake. This Bible that we have is a prophetic word of God. And we can exercise our faith through the word of God from this Bible. Biblia ikisema wewe umepona. Hallelujah. Maana Biblia inazungumza katika kitabu cha Waebrania 14:11 kuhusu imani. What is faith? Faith is assurance. It is evidence. It is evidence of unseen things. Bwana asifiwe. What is faith? Faith is assurance of things we hope for. It is evidence. Bwana asifiwe. Hiyo ndio imani. Na kwa hivyo wakati Mungu hajakunenea kupitia ndoto na kupitia njia nyingine, amini kile ambacho Mungu amekunenea kupitia neno lake. Biblia inasema wewe umepona, hata uwe katika hali ambao ni ya magonjwa. Amini umepona na ungojee tu manifestation. Hallelujah. Biblia inasema kwamba waambie wenye haki it shall be well with them. That is the Bible. Exercise your faith through that word. Na uamini kwamba hata kama una changamoto, uamini kile Mungu amesema, it is well with you. Bwana asifiwe. Maana sio sisi wote ambao Mungu atatupatia hiyo opportunity ya kutuzungumzia katika ndoto na katika maono. So when God is not speaking to us through dreams and visions, we must believe the word of God. We must exercise our faith. Hallelujah. Amen. You cannot doubt this point. Faith speaks. Imani hunena. Imani hunena. Faith speaks. It tells you to move. And along the way, you discover
Because watu wa Mungu, wakati Mungu amekunenea kuhusu kandoto kama ono, akuonyesha specifically, because when God speaks to us through dreams and visions, he has spoken specifically, una uhakika. Bwana asifiwe. Amen. Na wakati ambao Mungu hajakunenea hivyo, so you are walking in faith. Sawa sawa watu wa Mungu. So understand this. Faith speaks. It tells you to move, and along the way you discover your destiny. You discover your specific purpose. Kama ni biashara, kama Mungu hajakunenea specifically ile kupitia ndoto ama kupitia maono, unatembea kwa imani, unajaribu kuuza mayai, unajaribu kuuza miwa, unajaribu kuajiriwa, unajaribu kufanya hivi. You are in that world of exercising your faith until you reach that level when you have walked with God in obedience and you have built up your faith. Umeinua imani yako kiwango cha juu. Hallelujah. Mungu upima mbele ya watu. Usifikirie tu umekuja kwa Mungu na mara moja Mungu ataanza kukuzungumzia specifically. No. Ataanza kukupima aone uaminifu wako. And that is the level that many of us believers we walk in. But as you walk by faith, na Mungu aone uaminifu wako, Mungu aone kujitolea kwako katika maombi, unatembea katika uaminifu. Hallelujah. Wewe ni mwaminifu kwa Mungu, wewe ni mtiifu kwa Mungu. Mungu anasema, na huyu mtoto wangu, wacha nimuinue kiwango hicho kingine. Sasa Mungu anaanza kukunenea katika ndoto. Nilisema ndoto ni za karibu kila mtu. Mungu anaona uaminifu wako katika ndoto, anakuinua kiwango kingine cha juu. Anaanza kukuonyesha maono. Mchana you are walking and God gives you a vision. When you are awake, unafunga macho kidogo hivi na unaona maono. That's another level. Until you reach a very high level, whereby as you're walking, you hear God speaking to you. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hiyo ndio kiwango cha juu. Unatembea hivi na Mungu anakunenea. Na una uhakika kile Roho Mtakatifu amekunenea. Those are the highest levels. But many of us, even at level of faith, we have a problem. Hasa ulimwengu wa leo, unashinda na imani. Sasa, jamani, nataka kuwauliza watu wa Mungu. Kama imani yenyewe imetushinda. Bwana asifiwe. Imani, nazungumza juu ya imani ya kawaida tu. Imani kama kiwango cha imani imekuwa ni shida kwetu, na wakati Mungu ataanza kutulelea katika maono na ndoto, utachanganyikiwa. Hata hautaelewa ni Mungu amekunenea. Bwana asifiwe. Hallelujah. So we must begin there. Let me repeat it again. Faith speaks. It tells you to move, and along the way you discover your destiny, your purpose. You discover your destiny, your specific purposes, specific businesses, specific careers, specifics. Na ninashukuru Mungu wakati ambao tulikuwa katika confusion, wakati tulitolewa mahali pale kwa hema, because of kwa neema ya Mungu tu. Kwa sababu ya neema Mungu kutusaidia kuelewa kwamba Mungu ametuita katika mji huu. Nakumbuka wakati ambao nilikuja katika mji huu, niwaambia watu wa Mungu, Mungu hakuninenea katika ndoto. Usiku akanitokea akaniambia, "Enda kale, nimekuita wewe unitumikie huko." Hakuna. Mungu pia alikuwa ananipima. Nakumbuka ilichukua mwaka mmoja Bishop akiniuliza, "James, alikuwa ananiita hivyo, I'm James. Mungu hajakuzungumzia na mwambia bado." Na wakati huo amekuja tukaenda mahali pale. Akatabiri huyu mtumishi wa Mungu Bishop Derito. Akatabiri akasema, "Ninaweka wakfu this ground. No any other thing, not even any other minister that will come here before the servant of God comes here." Na tukaenda. Na tukakaa mwaka mzima. Na mwambia bado Mungu hajanizungumzia. Mwaka mzima ninangojea nisikie kakitu. Nilikuwa ninangojea usiku moja niote ndoto. Nakumbuka ndoto ambayo iliotwa sio hata mimi, ni mke wangu. And I remember I said I will share with you two dreams. It is my wife, not even myself. I was feeling, can I go to Karen?
Tena namuuliza Mungu, jamani Mungu, huu mji wa Karen na ninajua vile uko na changamoto, itakuwaje Mungu? Ninaacha kwanza. Naenda mlimani, naenda Heaven's Gate Prayer Mountain. Na mulilia Mungu, karibu kila mwezi nilikuwa ninakimbia huko. Lakini wakati mmoja usiku mke wangu akaota mama mmoja kwenye ndoto akiwa amekuja ametukuta hapo mahali hatujaka chache wakati huo, na ametupatia pesa nyingi sana kwenye kisanduku, na akamwambia mke wangu, pesa hizi nimewaletea ili mfungue children's home. Nikauliza mke wangu, tena children's home? But it was not children's home. It is a spiritual children home for people that for a long time wamehubiriwa injili ambayo haijawabadilisha, wamehubiriwa injili ambayo haijaleta tofauti katika maisha yao. Kwa hivyo hawa ni watoto wa kiroho, tutaweka msingi ndani yao. Mimi hata sikuitilia maanani sana, lakini nikaweka kwa moyo. Baadaye nakumbuka one Sunday morning, the Holy Spirit spoke to me. We were going to the church. Nikasikia sauti ya Mungu inaniuliza, unaenda huko kufanya nini? Wakati wako wa kwenda Karen umefika. And that very day, niliongea na bishop mahali ambapo tulikuwa tunaenda. Nikamwambia Mungu ameninenea. And the same day I called my bishop. Na nikamwambia Mungu ameninenea. Na sasa tuko tayari, tunaweza panga vile tunakuja Karen. Bwana asifiwe. Hallelujah. So sikuota. So it was even that voice that I heard, it was not an audible voice. Nili unasikia trigger na huko ndani. Not even very sure. Hallelujah. Zile ndoto zingine nimekuja kuziota nikiwa huko. Nimeota ndoto nyingi mpaka nikasema, Bwana, sasa ninangojea manifestation. Bwana asifiwe. Ninaota mara Mungu anatupatia manto kubwa, let me know say. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne. Ya mwisho, mtumishi wa Mungu mmoja, I know him, I can't mention his name. He held my head and prayed for me and said, may God use you mightily. Na kwa hiyo Mungu alizungumza, baadaye nikiwa nimekuja wapi? Huko. Bwana asifiwe. Hey. Read the book of Nehemiah chapter 2. Nehemiah chapter 2. Nehemiah chapter 2. Tutaenda usome kwa wakati wako. Nataka kumaliza watu wa Mungu. Okay, so my time is over. Nehemiah chapter 2 from verse 1 to 7. How God put a burden in the heart of Nehemiah. Nehemiah ni mfano wa Roho Mtakatifu. Lakini kitu cha ajabu, Nehemiah Mungu hakumtokea. Nehemiah yule alienda kujenga kuta za Yerusalemu. Mungu hakumtokea kwenye ndoto ama akatuma nabii, akamwambia nabii, enda uzungumze na mtumishi wangu Nehemiah. Nehemiah was a king cupbearer. Alikuwa anafanya kazi katika ikulu. But he had a burden of the Lord. By faith, alipata tu mzigo wa Mungu. Hallelujah. I am supporting my point that prophetic dreams and visions do not override the need for us to live or to walk by faith. Nehemiah ni imani tu iliyoumbika ndani yake. Aliona hitaji, na wengine wetu hivyo ndivyo Mungu anatuzungumzia. Unaona tu hitaji, unapata mzigo. Na baada ya kupata huo mzigo, hata Mungu hajakutokea usiku Pastor Julius akakuzungumzia, you got a burden, and through that burden the Lord affirms that he is the one who has spoken to you. Na kwa hiyo Nehemiah alipata mzigo kwa sababu ya Israeli. Kumbuka wakati ambao Mungu anamnenea Nehemiah, wana wa Israeli wamemaliza miaka 70 ya captivity and they are supposed to go back to their own land. Lakini mji wa Yerusalemu haukuwa nakuta. Na kwa hiyo Nehemiah aliposikia ndugu zake yeka kwa ikulu, mtu mwenye anafanya state house, anasikia vile ndugu zake wanateseka huko, anapata tu mzigo na Mungu anamtumia kwa njia kuu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of Jesus. How we desire, Lord, that we understand the way you speak to us. You can also write down this. You can write down this. You can write down this. Point number 9. This is point number 9. This is point number 9. Point number 9.
It is not. Bana namalizia mafundisho haya. Lazima nishushe watu kidogo, watu wasipojea kuota. Mungu pia anaweza patia mtu mzigo kazi yake na ni Mungu amekunenea. Point number 9. It is not compulsory for God. It is not a must. However, the Bible says in the book of Amos that God will not do anything without revealing it to his servants, the prophet. It is the prophets. Not everybody. The prophet. So it is not compulsory for God to reveal your future through dreams and visions. It is not compulsory for God to reveal your future, to reveal everyone. Use the word everyone. Some God will do that, but the others God will allow them to walk by faith. Then along the way they discover what they've been called for. So it is not compulsory. Kwa hivyo tusiwekee Mungu ni lazima Mungu unizungumzie vyote. It is not compulsory for God to reveal your future to every human being, even believers. Their future already matter. Hallelujah. So it is a privilege when God speaks to you specifically. Wakati Mungu amekunenea katika ndoto ama katika maono na kabisa Mungu amekuonyesha, amekuitia hii. Bwana asifiwe. Nakumbuka kuna dada moja tulikuwa tunaona Jumapili iliyopita. Tulikuwa tunaona katika MDCI dada moja kule Eldoret alikuwa mlevi, hii Biblia ilishangaza. Wakati sisi ambao tumeokoka tunakaa hapa katikati, lukua munezi. Nimeokoka, sijaokoka kabisa. Hiyo maisha hapa. Mimi niliamua kwa neema ya Mungu jamani. Kwa sababu pia kuna wakati ambao siku anajielewa na nikanyoroshwa. Mimi ninajua kuna kule nilinyoroshwa. Nakumbuka kuna wakati siku ninajielewa. Unapata hii attack, unapata ile attack, unanyoroshwa pande hii, unanyoroshwa pande. Nikamwambia Bwana, nipatie neema yako sasa. Niamue niwe focus. So this woman, the reason why I was surprised, huyo alikuwa mama mlevi, alikuwa amechokeshwa na dunia. Lakini alipompata Yesu, wacha wengine wetu tukimpata Yesu tunababanya. As if you're not very serious. Yeye aliamua ni mimi na Yesu, because she was so tired. Na hata yule pastor ambaye alikuwa muombe, maana nadhani kuna wakati mwingine alikuwa anamwambia niombe. Huyu mchungaji ni kama alimzoea. Hata wakati huyu mama aliamua sasa anataka kuokoka, alipoenda kwa huyo mchungaji hakumuombea wokovu, alienda kwa nyumba yake peke yake. Akajiongoza maombi ya toba na immediately akajazwa na Roho Mtakatifu. Nilisema Mungu huangalia kumaanisha kwa mioyo ya watu. Naomba neema ya Mungu itusaidie, maana tukicheza na wokovu huu, kuna watu kule nje wamechoka, na wakimpata huyu Yesu, watamshika, watamaanisha. Lakini naomba hiyo isiwe your portion. In Jesus' name, may your portion be more commitment. In the name of Jesus. Ndio maana wakati mwingine mlevi, mtu ambaye amechoka na dunia akiokoka, anakuja na overtake. Watu ambao wamekaa kanisani miaka 20, miaka 30, na wanaanza kuona wivu, kwa sababu Mungu huangalia kumaanisha kwa Mungu. Bwana asifiwe. Umesikia vile nimesema watu wa Mungu? Wewe unafikiria inaweza kuaje mtu atoke kule duniani aje aokoke na Mungu aanze kumtumia kwa njia kuu? Na wewe miaka 20 hata hujaisikia Mungu akikunenea. It is bad. That is not your portion. And so this lady got born again, and she was filled with the Holy Spirit immediately. Even the pastor mwenye alikuwa muombe, yeye hakuwa amejazwa na Roho Mtakatifu. Hakuwa amejazwa. Challenge, Mungu anapatia watu challenge. Nilisema wakati ambao hatutembei vile Mungu anataka, Mungu hutumia watu wengine kuturudisha kwa laini. Kuturudisha kwa laini za Mungu. Hata kama Mungu atawaadhibu hao baadaye. Maana baadaye Mungu alimwadhibu Nebukadneza. Mungu alisema wewe Nebukadneza, kuja. Nitakutumia kunyorosha hao watu, alafu baadaye sasa wewe kutandike zaidi. Sivyo ndivyo Mungu anafanya. Because they were more wicked than the Israelites. So this woman, she even caught a vision one morning in the church. She was going for a morning glory. Asubuhi moja maana aliokoka na amezama na amemaanisha
yeye hajui michezo. Asubuhi moja akawa ameenda morning glory, akiwa kwa maombi akaona mkono umekuja na umempatia ua rose flower, na akajua kuna kitu Mungu amemlelea, na immediately akaingia katika biashara ya kuuza maua. Leo hii hallelujah, leo hii she is a millionaire because God spoke to him immediately, specifically what she has called her for. And God can do the same to you in the name of Jesus. So it is a privilege. It is a privilege when God speaks to us. It is a privilege bestowed to those who God reveals His hidden matter. It is a privilege in the name of Jesus. Naomba tusimame kwa miguu yetu. Naomba tumwambie Bwana, kwa sababu wengi wetu Mungu amewahi tunenea kwa njia moja ama nyingine. Tumwambie Bwana utusaidie. Tumwambie Bwana uendelee kutunenea. Sisi ni watoto wako Bwana. Ninasema kwamba wale ambao Mungu anawapenda, yeye hunena nao kama watoto. Katika jina la Yesu. You are a son and a daughter to the Father. And so He cannot hide your destiny. He can reveal it to you in the name of Jesus. Fungua kinywa chako. Mwambie Roho Mtakatifu. Mwambie Roho Mtakatifu. For a long time you have wandered. You have wandered in the wilderness of uncertainty. You would like to know what God has called you for in the name of Jesus. Shalabaganda. Rishelebazai. Holy Spirit of God. Holy Spirit of God. We desire that you speak to us concerning our businesses, concerning our nation Kenya, concerning our marriages, concerning our lives, because you decided to do so through your Holy Spirit. Tunakushukuru Mungu wetu. Tunakushukuru Roho Mtakatifu wa Mungu. Tunaomba kwamba Bwana Mungu utaendelea kutunenea. Unapotuonya katika ndoto, tutakuwa haraka kuelewa yale unayotuonya. Unapotufunulia hatima zetu, Mungu wetu, tutafanyia kazi kile ambacho umetunenea. Katika jina la Yesu. Speak to the Lord. Nena na Bwana. Katika jina la Yesu. Remember I said I will share with you the dream that the Lord also revealed to me. Na kumbuka wakati ambao Mungu alimnenea mke wangu akiwa amepokea kisanduku cha pesa kwa sababu ya children's home. 2018 tulipotoka India tukaja, na ninakumbuka tulikuwa na wakati mgumu wa huduma na maisha yetu. Nakumbuka usiku moja Mungu akaninenea. Nikaona kwamba Mungu amemtuma mtu aliyekuja na fedha nyingi sana, na hizo fedha zilihitaji security kwa sababu